بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tunaendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala na kitabu chetu cha 100 sualin wa jawabuhu fi aqidati at-tauhid ambacho amekiandika na kukiandaa al-Sheikh Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sha'lani hafidhahullah ta'ala. Na leo biidhnillah jalla wa ala tunaanza katika swali nambari 43 na swali hili linafungamana na kile ambacho kiliulizwa katika swali ambalo lilizungumzia arkanul imani, swali ambalo lilizungumzia juu ya arkanu al-imani, nguzo za imani. Kwa hiyo akaanza kutaja zile nguzo za imani katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na nguzo baki zilizobakia tukawa ni wenye kuzielezea. Na swali la 43 anaelezea kuhusiana na al-imanu bil kutubi, kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema حفظه الله تعالى ما الكتب السماوية, ni vipi vitabu vya kutoka mbinguni. Mal kutubu as-samawiyatu, ni vitabu gani ambavyo vinatoka mbinguni. Maana yake ni vipi vitabu ambavyo vimeteremshwa kutoka mbinguni. Ama nini maana ya vitabu ambavyo vimeteremshwa kutoka mbinguni? Aljawab hiya alkutubu allati, ni vitabu ambavyo anzalaha Allahu, ameviteremsha Allah, ala rusuli, kwa mitume. Hiya alkutubu allati, ni vitabu ambavyo anzala Allahu, ameviteremsha Allah, ala rusuli, kwa mitume. Alayhimus salamu, amani iwe juu yao. Mithlu at-taurati, mfano taurati, wal injili, na injil, waz zaburi, na zabur, wal qur'ani, na qur'ani. Kwa hiyo tunaposema al-kutubu as-samawiyatu, tunakusudia al-kutubu allati, ni vile vitabu ambavyo anzalaha Allahu, ameviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, ala rusuli, kwa mitume. Na miongoni mwa hao mitume ni kama vile Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam, ambaye yeye amepewa kitabu cha Az-Zabur. Kadhalika kitabu cha miongoni mwa manabii ni kama vile Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam, ambaye yeye amepewa kitabu cha at-Tauratu, japokuwa fihi al-ikhtilaf baina al-ulama kuhusiana na kitabu cha at-Taurat. Je, amepewa Musa au Musa amepewa suhuf? Kwa sababu Allah jalla wa ala anasema suhufi Ibrahima wa Musa. Kwa hiyo je, Musa na Ibrahim amepewa suhuf, amepewa kurasa za kitabu, sawa bwana? Sasa je, Musa na yeye amepewa suhuf, kurasa, au amepewa alkitabu at-Taurat? Ni kipi ambacho amepewa Nabiullah Musa alayhi salatu wasalam? Katika yale yanozungumza ni kwamba Nabiullah Musa amepewa kitabu cha at-Tauratu, na pia vile vile amepewa as-suhuf. Na pia baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba Nabiullah Musa amepewa at-Tauratu na as-suhufu,
na pia vile vile wapo wanaosema kuwa at-Tauratu ndi hiyo as-suhufu yenyewe inayokusudiwa. Sawa? Naam, kwa sababu Allah jalla wa ala anasema suhufi Ibrahima wa Musa, na ndio maana baadhi ya ulama wakasema pia Nabii Allah Ibrahim naye amepewa nini? Kitabu, amepewa as-suhuf, bali aliposema Allah jalla wa ala suhufi Ibrahima wa Musa. Sawa? Kurasa kwa maana kitabu cha Ibrahim na Musa, kurasa za Ibrahim na Musa, kwamba Ibrahim naye pia amepewa kitabu kwa maana amepewa suhuf. Sawa? Kwa hiyo baadhi ya wanachuoni, ama kile ambacho wanachokisema wanachuoni kuwa vitabu ambavyo vilivyoteremka ni vitano, na baadhi yao wanasema 6. Yani ikiwa ni vitabu 6 basi itakuwepo at-Tauratu wal-Injilu waz-Zaburu wal-Qur'anu was-suhufu Ibrahima was-suhufu Musa. Tunaelewana uzuri hapo Na ikiwa ni vitano basi ni at-Tauratu wal-Injilu waz-Zaburu wal-Qur'anu was-suhufu Ibrahim. Wazi? Naam. Kwa hivyo ndivyo vitabu ambavyo ameviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo anayazungumza Allah jalla wa ala katika suratu Al-Hadid aya 25, anasema laqad arsalna rusulana bil bayyinati, hakika tumewapeleka mitume wetu kwa ubainifu, wa anzalna ma'ahumul kitaba, na tukateremsha juu yao au pamoja nao kitabu, wal mizana, na uadilifu. Sawa? Kwa hiyo Allah anasema wa anzalna ma'ahum alkitaba, na tukateremsha pamoja na hao mitume nini? Kitabu, kuonyesha kwamba Allah jalla wa ala amewaleta mitume hali ya kuwa wana ayatun bayyinat, wana alama zilizokuwa sawazi. Miongoni mwa alama hizo ni alkitab, vitabu ambavyo ameviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Swali la 44 anasema ma hukmu al-imani bil kutubi, ni ipi hukmu ya kuamini vitabu? Ma hukmu al-imani bil kutubi, ni ipi hukmu ya kuamini vitabu? Kuamini vitabu ambavyo ameviteremsha Allah, at-Tauratu wal-Injilu waz-Zabur wal-Qur'an. Tumesema at-Tauratu amepewa Nabii Allah Musa, al-Injilu amepewa Nabii Allah Isa, az-Zaburu amepewa Nabii Allah Daud, al-Qur'anu amepewa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa huwa a'zamu al-kutubi as-samawiyya, kama tutakavyoona insha Allah. Kwa anasema ma hukmu al-imani, ma hukmu al-imani bil kutubi, ni ipi hukmu ya kuamini vitabu? Jawabu ni kwamba wajibun, ni wajibu, wajibun kuamini vitabu vyote, kwamba at-Taurati ni kitabu cha Allah, ni jambo la wajibu. Kuamini al-Injil ni kitabu cha Allah, ni jambo la wajibu. Kuamini az-Zaburu ni kitabu cha Allah subhanahu, ni jambo la wajibu. Na kuamini Qur'ani kwamba ni kitabu cha Allah na ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kitabu cha Allah, lakini pia tuamini kwamba hayo yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kiumbe cha Allah jalla wa ala. Kwa hiyo mtu anatakikana aamini ya kwamba aelewe ya kuwa al-Qur'an ambayo tunayoisoma na tunamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiyo Qur'ani ni kitabu chake na ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. Az-Zaburu ambaye alipewa Nabii Allah Daud pia vile vile ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Injilu ni kitabu cha Allah, wat-Tauratu ni kitabu cha Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuamini juu ya jambo hilo ni jambo la wajib, hata kama al-Yahud wa Nasara wakawa na vitumia vitabu hivyo kinyume na vile ambavyo vilivyoteremshwa. Wao wanayo yale ambayo wamekufuru katika vitabu hivyo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
yule ambaye atakayekufuru juu ya Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, basi huyo atakuwa amepotea upotevu wa mbali, upotevu mkubwa sana, kwa sababu haamini juu ya vile ambavyo ameviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitabu vyake tabaraka wa ta'ala na mengineyo katika arkanul iman. Sawa. Kwa hiyo kuamini juu ya hivi vitabu vya Allah ni jambo la wajibu, hata kama al-yahudu wan-nasara wao wanavitumia vitabu hivi vinginevyo visivyokuwa vile ambavyo ameviteremsha Allah ndani yake. Swali la 45 anasema ma a'zamu al-kutubi as-samawiyyati, ma a'zamu al-kutubi as-samawiyyati, ni kipi kitabu kikubwa ama kitabu bora vilivyoteremshwa katika vitabu vya mbinguni. Ma a'zamu al-kutubi as-samawiyyati, ni vipi vitabu au ni kipi kitabu kilichokuwa bora kikubwa katika vitabu ambavyo vilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kipi kitabu kilichokuwa bora katika vile vitabu ambavyo ameviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema a'zamul kutubi, kitabu kilichokuwa bora ama kikubwa, huwa al-Qur'anu, ni Qur'ani, huwa al-Qur'anul azim, ni Qur'ani tukufu. A'zamul kutubi, kitabu kilichokuwa bora, huwa al-Qur'anul azim, ni Qur'ani tukufu, ndio kitabu ambacho kilichokuwa bora. Alladhi anzalahu Allah, ambacho kitabu hicho amekiteremsha Allah. Alladhi anzalahu Allah, ambacho kitabu hicho amekiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo kitabu kilichokuwa bora ni nini? Al-Qur'anu, ni Qur'ani, ambapo Qur'ani imeteremshwa kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunafahamiana uzuri hapo eh? Kwa hiyo kitabu kilichokuwa bora katika vitabu vya Allah ni Al-Qur'an, na zimekuja dalaili nyingi kikisifiwa kitabu hichi. Miongoni mwa hizo dalaili ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema tabarakalladhi, ametukuka yule ambaye nazzala al-furqana, ameteremsha al-furqan ambaye ni al-Qur'an, liyakuna lil'alamin nadhira, ili hiyo al-furqan ipate kuwa kwa viumbe kuwa ni uonyaji, kwa maana waonywe watu viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'an. Kwa hiyo lil'alamin, kwa viumbe wote, sawa viumbe wote. Kwa hiyo hata kama wapo wale ambao wameletewa manabii ambao mathalan kama vile Mayahudi, sawa wameletewa kitabu cha Taurat, Manasara wameletewa kitabu cha al-Injil, sawa lakini wote wanatakikana wakifuate kitabu gani? Al-Qur'an, kama tutakavyoona hapo mbele, sawa kwa sababu ndio kitabu ambacho kimeletwa kwa ajili ya mwongozo kwa viumbe wote, wale waliokuwa kabla na watakaokuja baada ya hicho kitabu. Hata kama kuna watu ambao wameteremshiwa kitabu ambacho si Qur'ani kabla, wanatakikana waifuate al-Qur'an. Na yule ambaye atakayeacha Qur'ani na akafuata kitabu kisichokuwa Qur'ani, basi huyo amekufuru. Na hiyo pia ndio ikawa sababu ya kukufuru Mayahudi na Manasara. Wamekufuru pia vile vile, sababu kubwa ni kuacha nini? Kuiacha Qur'ani, wakafuata yale ambayo wao wameteremshiwa ambayo isiyokuwa Qur'ani, sawa na ndio maana pia vile vile ikawa haifai kufanya ulinganizi kupitia Taurati, sawa yani kuwalingania makafiri kupitia nini? Taurati, kama vile wanavyofanya baadhi ya maduati hatahumullah, walingania watu kupitia nini? Kupitia Taurati, kupitia Injili au kupitia Zabur na vitabu vinginevyo. Tena wakafanya makongamano makubwa ya kuwalingania al-kuffar kupitia vitabu vyao, sawa lau lingekuwa hilo ni sahihi, basi angetutangulia katika hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alayhi salatu wassalam amewalingania makafiri kupitia nini? Al-Qur'an na as-sunna, kupitia Qur'ani na sunna
ndilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalingania nani? Amewalingania al-kuffar, al-yahudu wan-nasara. Kwa hiyo haitofaa kwa mtu akatumia at-Tauratu au al-Injil ndio akafanya kuwa ndio sehemu ya kuwalingania watu wengineo. Ni jambo ambalo lisilofaa. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunaamini kwamba ni vitabu vya Allah na hivyo vimeteremshwa kwa manabii wetu. Tunaelewana uzuri hapo eh? Lakini haifai watu kukitumia katika sheria, imma katika ibada au katika kulingania na mengineyo. Haifai kama vile anavyofanya baadhi ya duat. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaisifu Qur'ani hudan linnasi. Qur'ani ndio uongofu kwa watu wote, wa bayinatin minal huda wal furqan, na ndio ubainifu wa uongofu. Sawa eh? Allah kabainisha kwamba Qur'ani ndio nini? Hudan linnas, ndio uongofu kwa watu. Kwa hiyo watu wanachotakikana ni wakitumie kitabu cha Allah al-Qur'an ili kuwalingania watu na kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu hicho cha al-Qur'an. Kisha akaendelea mbele kwa kusema wa huwa nasikhun li jami'il kutubi samawiyati. Wa huwa nasikhun, nacho kitabu hichi kimefuta li jami'il kutubi samawiyati, vitabu vyote vya mbinguni, yani vilivyoteremshwa. Wa huwa nasikhun, nacho ni kitabu ambacho kimefuta li jami'il kutubi samawiyati, vitabu vyote vilivyoteremshwa. Kitabu hichi cha al-Qur'an ni kitabu ambacho kimefuta vitabu vyote ambavyo vimeteremshwa. Sisi tunaamini juu ya vitabu vya Allah. Sawa eh? Hii imani yani wewe Muislamu unatakana uwe nayo, kwamba unatakana uamini juu ya at-Tauratu, al-Injilu, az-Zabur. Vyote hivi ni vitabu vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana uzuri hapo? Lakini ieleweke ya kwamba kuifanyia kazi Taurati ni jambo lisilofaa. Kuifanyia kazi al-Injilu ni jambo lisilofaa. Kuifanyia kazi az-Zabur ni jambo ambalo lisilofaa. Watu hatakani kuifanyia kazi Injili, Zabur na Taurat au suhufu Ibrahim, bali watu hatakani wafanyie kazi nini? Al-Qur'an, na waisome nini? Al-Qur'an. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Kama vile ambavyo tulishawahi kuongea mara moja ilipoteremka ile aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kafa, enyi ambao wameamini ingieni katika Uislamu wote. Hii aya iliteremka kwa baadhi ya watu ambao walislimu, ambao walikuwa katika dini ya Uyahudi. Walislimu wakaingia katika Uislamu. Wasta'adhana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapate watumie baadhi ya mambo ambayo wao walishazoea katika dini yao ya Yahudi. Mathalan, kama vile kupewa ruhusa waihuishe siku ya Jumamosi, kama vile sisi Waislamu tunaihuisha siku ya al-Jum'a. Sawa eh? Al-Yahudu wao wanahuisha siku ya Yaumus Sabti, siku ya Jumamosi. Wakataka waihuishe siku hiyo, na pia vile vile wapewe ruhusa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapate waisome at-Taurat. Allah jalla wa ala anzala hadhihi al-aya, akaiteremsha aya hii, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi ambao wameamini ingieni katika Uislamu wote. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan, na wala msifuate vijia vya shaytan. Ingieni katika Uislamu mzima mzima. Kama mmekubali Uislamu, basi kitumieni kitabu cha al-Qur'an, msifuate Taurat wala Injili wala Zabur. Lakini ni vitabu vya Allah, lakini msivifuate hivyo, kwa sababu Qur'an imekuja kufuta vile vitabu vilivyokuja kabla ya Qur'ani. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa hiyo al-Qur'ani ni kitabu ambacho kimefuta vitabu vilivyopita. Kwa hiyo haifai kumwabudia Allah kupitia vitabu hivyo, wala kuvisoma vitabu hivyo, wala kuvijua vitabu hivyo vilivyokuwa ndani yake. Haifai, bali tuamini tu ya kwamba ni vitabu ambavyo vimeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana? Naam. Wala kufanyia da'wa ama ulinganizi kama tulivyosema, kama vile baadhi ya duat wanasema kwamba sisi bora tuwalinganie makafiri kupitia vitabu vyao. Kwa anaambia soma hiyo, si ngapi, si Mathayo ngapi, si kadha kadha. Ni jambo ambalo la yajuz, halifai. Sawa bwana? Law kana khairan lasabaquna ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ashabuhu,
Leo ingelikuwa ni kheri kwamba kuwalingania watu kupitia Taurat, Injil, Zabur au si vitabu vinginevyo katika vitabu vya makufar, basi angelitutangulia hilo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angewalingania makufar, Mayahudi na Manasara kupitia vitabu vyao, lakini hakulifanya hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Naam. Kisha akasema fala yajuzu at-ta'abbudu lillahi illa bihi, haifai. Fala yajuzu at-ta'abbudu lillahi illa bihi, haifai kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa Qur'ani. Haifai kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa Qur'ani. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu aliyejuu, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, na tumeteremsha kwako wewe kitabu cha haki. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, na tumeteremsha kwako wewe kitabu cha haki. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan, kitabu chenye kusadikisha, lima baina yadayhi, yale ambayo yalikuwemo ndani yake. Ni kitabu ambacho kinasadikisha yale yaliyokuwemo ndani yake. Sawa bwana? Kisha anasema lima baina yadayhi min alkitabi, yale yaliyokuwemo ndani yake katika kitabu. Wa muhaiminan alayhi, wa muhaiminan alayhi, na chenye kuhifadhi yaliyomo ndani yake. Wa muhaiminan alayhi, na ni kitabu ambacho chenye kuhifadhi yaliyomo ndani yake. Sawa bwana? Naam. Kwa hiyo ni kitabu ambacho amekiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na amehifadhi Allah subhanahu wa ta'ala yale yaliyokuwemo ndani ya kitabu hicho. Naam. Na aya hii maksudio ni kwamba ni kitabu ambacho kinasadikisha yale ambayo yaliyokuja kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni kitabu ambacho kinayahifadhi yale ambayo yaliyopita kabla ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suratul Maida aya ya 48. Naam. Swali la 46 anasema mal yawmul akhir, ni ipi siku ya mwisho? Mal yawmul akhir, ni ipi siku ya mwisho? Huwa yaumul qiyamati, ni siku ya kisimamo. Alqiyamatu maana yake ni kisimamo. Huwa yaumul qiyamati, ni siku ya kisimamo. Alladhi, siku ambayo yub'athu an-nasu, watafufuliwa watu, fihi, ndani ya siku hiyo, lilhisabi waljazai, kwa ajili ya kuhesabiwa na malipo. Mal yaumul akhir, ni ipi siku ya mwisho? Huwa yaumul qiyamati, ni siku ya kisimamo. Alladhi, ambayo yub'athu an-nasu, watafufuliwa watu, fihi, ndani ya siku hiyo, lilhisabi, kwa ajili ya kuhesabiwa. Watu watafufuliwa siku hiyo kwa ajili ya kufanyiwa hisabu, ya kuhesabiwa na Allahu jalla wa ala wa yale walioyafanya. Waljazai, na wapate walipwe yale ambayo wao walikuwa wakiyafanya fi dunya. In kana khairan, ikiwa mtu alifanya khairi, basi fajazauhu alkhair, basi malipo yake naye yatakuwa ni khairi, na ikiwa ni shari, basi mtu pia vile vile atalipwa shari. Ni kinyume na vile ambavyo wanavyoamini baadhi ya makundi kwamba imma yaumul qiyamati, baadhi yao wanaamini hivi kwamba kuna kufa lakini hakuna kufufuliwa. Sawa? Na hii ni itikadi ya batil. Sawa? Bali watu watakufa na watafufuliwa na watahesabiwa na Allahu jalla wa ala. Wapo baadhi yao wanaamini ya kwamba kuna kufa halafu kufufuliwa ni mtu kwenda moja kwa moja peponi, hakuna hisabu. Tunaelewana uzuri hapo? Yani hakuna hisabu, yani mtu akishakufa akifufuliwa ni moja kwa moja wapi? Peponi. Na ndio maana wanachokifanya ni nini? Baadhi yao anapokufa mtu, basi wanamtia kwenye lile sanduku lake, wanamtia na mali zake, wanamvisha na suti zake nzuri kabisa. Malengo ni nini? Malengo wakitarajia kwamba atafufuliwa na zile suti zake nzuri, lakini kumbe ni kinyume na yale ambayo
yaliyokuja katika thabati ya kisheria. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Na baadhi yao pia wanaamini ya kwamba kuna kufa na lakini suala la kufufuliwa halipo, bali kilichokuwepo ni kwamba roho ile inajirejea tena. Yani mtu akishakufa ile roho inajirejea tena, ima kwenye hiyo familia au familia nyingineyo. Kwa hiyo wapo baadhi ya makundi ambao wamekanusha hili suala la al-ba'thu. Sawa, suala la kufufuliwa siku ya kiyama. Na yule yote ambaye kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, araaita alladhi yukadhibu bid-din, je, umemwona yule ambaye anaikadhibisha siku ya malipo? Sawa, umemwona yule ambaye anakadhibisha siku hiyo ya malipo? Anakadhibisha siku ya malipo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wanataja katika ile mambo ambayo watu hawana hofu juu ya yaumul akhirah, halafu wanachokifanya ni nini? Yad'u al-yatim, wanawazuilia mayatima. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, na wala hawahimizi kuwalisha maskini. Fawailul lilmusallin, basi watapata adhabu kali wenye kusali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale kwenye sala zao wanazembea. Alladhina hum yura'un, katika sala zao ni wenye kujionyesha. Wayamna'un al-ma'un, na wanazuia msaada kwa sababu hawana hofu. Wanachokifanya ni kwamba wao hawaoni ya kwamba watakuja kufufuliwa yaumul qiyama, hawana hofu na Allahu jalla wa ala. Sawa, kwa yule ambaye anakanusha siku hii ya malipo, siku ya kisimamo, faqad kafar, amekufuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameshasema Allahu jalla wa ala, waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sawa, ndio maana hapo swali la mbele anasema ma hukmul imani bil yawmil akhir, ni ipi hukumu ya kuamini siku ya mwisho? Akasema wajibun la yuqbalu al-imanu illa bihi, ni jambo la wajibu, haikubaliki imani isipokuwa kwa jambo hilo. Imani ya mtu haikubaliki isipokuwa kwa kuamini juu ya yaumul akhir, juu ya siku ya mwisho. Sawa, haikubaliki imani ya mtu mpaka pale ambapo atakapoamini juu ya yaumul akhir, juu ya siku ya mwisho. Kwa hiyo ala kulli hal, suala la kuamini hizi arkanul imani ndiyo imani yenyewe ambayo inatimiliza Uislamu wa mtu na imani ya mtu. Kwa hiyo kuyasoma mambo haya na kufahamu juu yaliyokuwemo ndani yake ni katika vitu ambavyo vinamfanya mtu ya kwamba itulizani imani yake. Sawa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasemaje, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Hii ardhi leo hii ina nini? Ma laha, ardhi ina nini leo hii? Sawa, kwa hiyo kuonyesha kwamba yaumul qiyama ipo. Tunaelewana uzuri hapo? Ardhi itatetemeka, lakini itatetemeka kwa sababu gani? Lianna rabbaka awhalaha, kwa sababu ya Mola wako mlezi ameifanya nini? Ameipatia uhai, ameihuisha ili ifanye hilo. Liyuhau a'malahum, ili watu wapate waonyeshe matendo yao yale walioyafanya. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, yule ambaye atakayekuwa amefanya chembe ya khairi basi ataiona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, na yule ambaye amefanya chembe ya shari ataiona mbele ya Allahu jalla wa ala. Sawa, unaweza ukaona unafanya jambo, mimi hapa sikuoni, au kuna mwingine hakuoni, au wa karibu yako hakuoni, lakini Allahu jalla wa ala anakuona. Ndicho tutakachokuja kuona mbele huko katika maana ya al-ihsanu. Sawa, naam. Kwa hiyo hakadha huwa kuhusiana na masala ya arkanu al-iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahir